ambayo nimefikiri ni muhimu kabisa, na mada yetu inasema elimu na stadi za afya ya udongo au ardhi. Afya ya udongo au ardhi. Naomba nianze tafakari yetu, somo letu, kwa kusoma maandiko matakatifu, Injili ya Mtakatifu Luka sura ya 8 aya ya 5 hadi ya 8. Mpanzi alikwenda kupanda mbegu zake. Alipokuwa akipanda hizo mbegu, nyingine zilianguka njiani, na wapita njia wakazikanyaga na ndege wakazila. Nyingine zilianguka penye mawe, na baada ya kuota zikanyauka kwa kukosa maji. Nyingine zilianguka kati ya miti ya miiba. Ile miiba ilipoota ikazisonga. Nyingine zilianguka katika udongo mzuri, zikaota na kuzaa 100%. Baada ya kusema hayo, akapaaza sauti akasema, mwenye masikio na asikie. Wapendwa waandishi wa habari na wasikilizaji wa vyombo hivi vya habari, karibuni katika tafakari yetu. Na hata si tu katika Biblia, hata katika Qurani tukufu, sura ya 7 aya ya 58, Qurani tukufu inasema, na ardhi njema yenye udongo wa rutuba hutoa mimea yenye kukua vizuri, yenye uhai. Tujiulize, afya bora ni nini? Afya bora ni nini? Ni msamiati muhimu unaodokeza na kuonesha mambo yafuatayo. Unaonyesha tija, utimilifu, nguvu, ustawi na hata furaha. Furaha au ya akili, furaha ya mwili, furaha au ya roho, furaha ya utashi, ya mazingira, ya familia au ya maisha kwa jumla. Sasa udongo au ardhi ni nini? Udongo au ardhi ni moja kati ya matabaka makuu manne ya uumbaji ya mazingira. Dunia imeumbwa ina matabaka makuu manne. Tabaka la juu kabisa linaitwa tabaka hewa. Wazungu wanaliita atmosphere. Tabaka linalofuata kutoka juu linaitwa tabaka la mimea na wanyama. Tabaka bioanuai. Mimea, miti, misitu, wanyama na kadhalika. Tabaka linalofuata linaitwa tabaka ardhi, udongo, lithosphere. Na tabaka la mwisho, sio kwa umuhimu, linaitwa tabaka maji au kwa kizungu hydrosphere. Sasa mara nyingi tumekuwa sisi wana mazingira na wanazuoni, hata wanasiasa, hata waandishi wa habari, tukizungumzia zaidi tabaka la hewa na tabaka la bioanuai, tukanasahau mara nyingi, sio mara zote, tabaka ardhi, tabaka udongo. Udongo katika maandiko matakatifu unapewa umuhimu wa pekee kabisa. Tukisoma katika Biblia takatifu kitabu cha Mwanzo kabisa, sura ya 1 mstari wa 1, tunasoma, hapo mwanzo Mungu aliumba mbingu na dunia. Dunia ilikuwa bila umbo na tupu. Kitabu cha Mwanzo sura ya 1 mstari wa 1, tunasikia kuhusu uumbaji wa dunia, uumbaji wa udongo, uumbaji wa ardhi na mbingu. Mbingu ndio ile atmosphere. Ardhi ndio hiyo inayojumlisha tabaka maji, tabaka udongo na tabaka bioanuai. Lakini pia katika kitabu hicho cha Mwanzo sura ya 2 mstari wa 7, tunasikia ardhi ndiyo inayobeba rasilimali zote. Ardhi inabeba rasilimali watu, rasilimali mimea, rasilimali wanyama, rasilimali rutuba, rasilimali madini na kadhalika. Kwa Afrika utafiti unaonyesha kwamba kuna changamoto nyingi sana na zinazokuwa mwaka hadi mwaka kuhusiana na tabaka hili. Kuna utafiti wamefanya wanazuoni na wengine ni rafiki zangu, wakagundua kwamba kuna kudorora kwa afya ya rutuba na udongo.
Kila mwaka rutuba, afya ya udongo, afya ya ardhi inapungua, inadorora. Namba moja. Namba mbili, kuna kuporwa kwa Afrika, kuporwa kwa mahekari, kwa mamilioni ya hekari na kampuni za kigeni. Ardhi haikui, sio kama mti. Ardhi haikui. Kwa hiyo wale wawekezaji wa magharibi na mashariki na kaskazini wana revolution au wanahangaikia sana kununua hekari nyingi, mamilioni ya hekari katika bara la Afrika. Tatu, kuna kukosekana kwa sheria zenye meno na utashi thabiti wa serikali, wa wadau mbalimbali wa kutunza ardhi, wa kutetea haki za ardhi. Ardhi ina haki. Kuna haki za ardhi, kama haki za wanadamu, haki za ardhi, haki za mimea, haki za wanyama. Tatu, Afrika na Tanzania inakosa wataalamu stahiki katika teknolojia na maabara ya upimaji wa afya ardhi. Ndio tunasikia kuna wizara inayoshughulikia swala la ardhi na kuna vyuo vya ardhi, lakini mpaka mwaka 2020, miaka 6 iliyopita, takribani 6 iliyopita, Afrika ilikuwa na maabara 285 tu. Ni ajabu. Afrika nzima maabara 285 tu za upimaji makini wa kiteknolojia wa afya ya ardhi na wataalamu wa ardhi katika hizo maabara. Na mwisho au tano, kuna kukosekana kwa uelewa wa pamoja, hasa Tanzania na Afrika na hata duniani, na pia uwajibikaji wa pamoja kuhusu uhifadhi wa ardhi, uendelevu wa ardhi na mustakabali wa ardhi kwa miaka mingi na mingi ijayo. Sasa baada ya kuangalia udongo au ardhi katika muktadha huo, kwa nini sasa tunaongelea afya ya udongo? Kwa nini? Hoja ni kama zifuatazo. Hoja namba moja ni kwamba mara nyingi tunasahau kuwa udongo, ardhi, ndio rasilimali kuu tuliojaliwa na Mwenyezi Mungu, tuliojaliwa na Yahweh, tuliojaliwa na Ebeneza, tuliojaliwa na Rua, tuliojaliwa na Ngai, tuliojaliwa na Nguluvi, tuliojaliwa na Ashpangani, tuliojaliwa na Omukama. Pili, daima tunaweka miguu yetu juu ya ardhi. Hatuko kama tuko kule kwenye mwezi, kule kwenye space ambako mtu anakaa juu kwa juu. Tunaweka miguu. Ukiamka asubuhi umeweka miguu yako juu ya ardhi. Ukitembea uko juu ya ardhi. Ukilala uko juu ya ardhi. Ni mara ngapi tunamshukuru huyu mama ardhi, mama udongo kwa kutubeba. Tangu tunapotungwa mimba mpaka tunaporudi udongoni, tunabebwa na ardhi. Tunazaliwa juu ya ardhi, tunatembea juu ya ardhi, tunasoma juu ya ardhi, watawala wanatawala juu ya ardhi, tunalishwa na ardhi, tunakufa juu ya ardhi, lakini pia tunazikwa ndani ya ardhi, ndani ya udongo. Kwa hiyo hatuwezi kuchukulia udongo poa au ardhi poa. Lazima tuheshimu, lazima tutetee haki za ardhi na za udongo. Leo hii shughuli za kibinadamu, shughuli za kiuchumi na hasa za kiuzalishaji zinasumisha na zinadhalilisha ustawi na mustakabali mzima wa ardhi kwa miaka na miaka mingi ijayo. Leo hii kuna ongezeko kubwa na hatarishi la mbolea zenye sumu, viuatilifu hatarishi kwa ardhi. Yote haya yana lengo la muda mfupi tu na wakati. Kuna kitu wanachokiita wazungu food security, uhakika wa chakula. Lakini uhakika wa chakula wa muda mfupi na muda wakati hauwezi ukafuta uhakika na uendelevu wa afya na mustakabali wa ardhi kwa miaka na miaka na maelfu ya mustakabali wa ardhi. Kwa hiyo leo hii formula ni hii: masoko ni sawa na ulaji na faida. Masoko, so markets is consumerism and profit. Sasa hiyo inaharibu hata ile heshima ya ardhi, ya mama udongo. Na zaidi, kilimo cha kisasa ni hatarishi sana kwa ardhi. Kwa mbegu za kisasa, tunasikia kuna kitu kinachoitwa GMOs, genetically modified organisms, mbegu za kisasa.
ambazo hata mahindi ukiotesha mwaka huu huwezi tena mwaka kesho ukayaotesha zile mbegu, na hauwezi ukayahifadhi hata kwa miaka 10. Zinakuwa unga tu, zinaharibika kwa ajili tu ya kupata faida haramu, faida ya haraka haraka, faida kubwa katika mustakabali wa uzalishaji, masoko, ulaji na faida. Sasa tujiulize, wewe unayenisikiliza, wewe unayeniona, je, hatima ya ardhi inayokubeba, inayonibeba, inayokulisha, inayotulisha ikoje? Hatima yake ni nini? Kwanza, ardhi inazidi kuchakaa, ubora na ukubwa wake. Ubora, quality, na ukubwa, quantity, inazidi kupungua. Miaka mamilioni na mamilioni iliyopita, kabla ya ujio wa mwanadamu, dunia ilikuwa ina mfumo wa kujiendeleza vizuri, rutuba yake. Miti, mimea, wanyama waliishi kwa mahusiano bora na endelevu. Mtaalamu mmoja anatuambia kuwa mwanadamu anapoharibu mahusiano na mazingira na uumbaji, ambayo ni sehemu muhimu ya maisha yake, anaharibu uhusiano na wa yeye mwenyewe na muumbaji wake. Kwa tunapoharibu uhusiano na ardhi, tunaharibu pia uhusiano na aliyetuumba, na uhusiano na sisi wenyewe na wanadamu wengine na viumbe vyote. Leo hii kumeibuka udikteta, sio tu wa kisiasa, sio tu wa kiteknolojia, bali udikteta wa kimasoko, market dictatorship wanaita wazungu. Masoko na biashara ni kwa ajili ya faida tu, na ardhi inafanyiziwa kazi usiku na mchana, masaa 24, siku 7 kwa wiki, siku 366 kwa mwaka, ili iwe ni kwa ajili ya faida, tena faida binafsi, faida ya muda mfupi, na faida ya watu wachache. Hivyo basi, leo hii kwa kifupi kabisa, Tanzania, Afrika na dunia yote inahitaji uponyaji jumuishi na endelevu wa udongo na ardhi, rasilimali udongo. Kama Mungu katika alivyoumba, na tunavyosoma katika kitabu cha Mwanzo sura ya 1 mstari wa 31, Mungu akaona kila alichoumba, kila alichofanya kuwa ni chema kabisa. Leo hii tukiangalia ardhi, kuna uchafu mwingi wa plastiki, kuna kemikali nyingi. Mungu akiangalia hivi haoni kwamba ardhi aliyoiumba ni chema, ni nzuri kabisa. Haioni. Hata mimi na wewe hatuoni tena vile vihamba, zile hekari za ulimaji za kulima mahindi, za kulima mazao ya biashara, kahawa, pamba, katani. Hatuoni tena kama ni vyema kabisa. Vimeharibiwa, vinadhalilishwa. Uponyaji wa ardhi ya Tanzania, hasa Tanzania, Afrika na dunia, utaponya mimea, utaponya chakula changu na chako na cha vizazi na vizazi vijavyo. Utakuwa ni dawa ya sasa na baadaye. Ardhi ikishakuwa na sumu, inatoa mimea yenye sumu, toxic plants and toxic foods and toxic medicines. Hivyo basi, kuwa ni hiyo ardhi ikiponywa, itakuwa ni msingi muhimu wa afya ya vizazi na vizazi vijavyo, kama nguvu muhimu yenye kuleta afya bora katika jamii, katika nchi na katika ulimwengu. Sasa tuangalie sehemu ya kwanza ya tafakari hii ya mada yangu hii. Sehemu yangu ya kwanza inasema hivi: afya ya ardhi ni uhai na afya ya kila mtu na ya kila kitu. Afya ya ardhi ndio uhai wa afya ya kila mtu na ya kila kitu, ni jumuishi. Kibiblia tunaona, tukisoma pia kitabu cha Walawi sura ya 25 mstari wa 23, inaonyesha jinsi ya kutunza ardhi, jinsi ya kuachia ardhi ijistawishe. Lakini malengo endelevu 17 ya dunia, wazungu wanaita Sustainable Development Goals, lile lengo la kidunia la maendeleo namba 15 linasisitizia sana afya na uhai wa ardhi, afya na uhai wa udongo katika kuleta maendeleo endelevu. Hata Zaburi ya 24 mstari wa 1 inachochea
mzaburi anaelezea umuhimu wa kutunza rasilimali ardhi. Kibinadamu, wajibu wa kutunza, kulinda na kujali afya ya udongo, afya ya ardhi kwa ajili ya uhai wa viumbe vyote kwa mamilioni ya miaka ijayo ni muhimu. Zaburi ya 115 mstari wa 16 unapiga muhuri kitu hicho. Zaburi hiyo ya 115. Na Zaburi iko katika Agano la Kale. Kwa hiyo Zaburi ni kitabu kinachokubalika na Wakristo, na Wayahudi na Waislamu. Lakini kimaadili, kuzuia na kupunguza matumizi ya mbolea za kisasa ni muhimu. Mbolea hatarishi za viwandani, industrial fertilizers wanaita wazungu, viuatilifu na mbegu za kisasa juu na chini ya udongo ni jambo ambalo ni la kukataa kabisa. Ni lazima kujipanga upya. Lakini afya ya udongo ni afya ya uchumi shirikishi na endelevu. Kwa tunapokuwa na afya ya udongo, kama tunavyosema, afya ya binadamu, afya ya kiwanda, afya ya taasisi, afya ya chochote kile, basi inakuwa ni unashirikisha na inakuwa ni endelevu. Mtaalamu mmoja wa Kijerumani aliyeitwa Johann Wolfgang wa Goethe aliwahi kusema, na mnukulu, ardhi ndicho kitabu pekee ambacho kila ukurasa wake unatoa fedha na fursa adimu na adhimu. Narudia, ardhi ndicho kitabu pekee, yani ardhi ni kama kitabu, na kila ukurasa wake, ukurasa wa ardhi, kila hekari, kila hatua, kila meta, kila sentimita inatoa fedha na fursa adimu na adhimu katika kilimo, katika ufugaji na kadhalika. Aidha, mwanazuoni Charles Darwin aliwahi kusema, na mnukulu, sumu yoyote dhidi ya ardhi haina spare, haina tiba. Sumu yoyote dhidi ya udongo haina dawa, haina hospitali ya kutibiwa, haipo. Hata kama kuna maabara bilioni 9 kama wanadamu walivyo, hakuna spare ya kutengeneza tena ile sumu ambayo ya kutoa ile sumu ambayo binadamu na shughuli za kibinadamu zimeingiza katika ardhi ya udongo. Sehemu ya pili, uharibifu na mapungufu katika matumizi hatarishi ya ardhi au rasilimali udongo. Tuelewe la kwanza, ardhi inalia. Ardhi inalia kwa vile inabadilika na kubadilishwa kila siku, inakuwa laana badala ya kuwa baraka. Inazaa mapooza, inazaa mapooza kiuchumi, kiafya, kisiasa, kijamii na kiuwekezaji. Pili, ardhi inaendelea kudorora, ile rutuba ya ardhi inaendelea kupungua kila siku. Tatu, kuna mmomonyoko mkubwa wa tabaka la juu la ardhi na ardhi ile nyepesi katika ardhi, ule udongo wa juu, ile rutuba inachukuliwa na maji ya mvua, mafuriko, upepo, joto, kuelekea baharini, kuelekea kwenye mito, kuelekea kwenye maziwa na kadhalika. Mwanafalsafa mmoja, mtaalamu mmoja wa falsafa Myunani aliyeitwa Lucius Seneca, aliyeishi miaka 65 kabla ya kuzaliwa Kristo, aliwahi kusema, pale ambapo ardhi au udongo unaharibiwa, basi juhudi yoyote au uwekezaji wowote juu yake ni sifuri, ni ya bure. Kwa hiyo tunapoendelea kuharibu ardhi, tunapoendelea kuharibu udongo, juhudi yoyote ya kusema tunaleta uwekezaji, sijui kuna wizara ya uwekezaji, kuna wataalamu wa uwekezaji, kuna wanazuoni wa uwekezaji, kuna vyuo vya uwekezaji wa viwanda, wa kilimo, juhudi yoyote ile haitazalisha, haitakuwa na manufaa kivile. Je, tunajifunza sasa makosa yaliyopita? Au sikio la kufa halisikii dawa? Je, kama mwaka jana na mwaka juzi na miaka 20 iliyopita tulifanya hayo
yanayoharibu mustakabali, yanayoharibu au yaliyoharibu afya ya udongo na ardhi, mwaka huu 2026 tena mwanzoni kabisa tunayarudia. Tuangalie sehemu ya 3. Sasa, fursa za matumizi sahihi na adilifu pia endelevu ya ardhi. Kwanza, fursa namba 1 ni fursa ya uhakika wa kilimo endelevu. Kwa kilimo kitakuwa endelevu. Pili, kuna fursa ya uhakika wa lishe bora ya kulisha watu ambao sasa hivi wanazidi takribani watu bilioni 9 duniani. 3, kunakuwa na fursa ya uhakika ya uwepo na upatikanaji wa rasilimali adimu kwa vizazi vijavyo, yaani zile haki za vizazi vijavyo, wazungu wanaita intergenerational justice. 4, kunakuwa na uhakika wa uendelevu wa bioanuai. Mimea haitakuwa inapotea kwa kasi kama inavyopotea sasa hivi, wanyama, mimea na kadhalika. 5, kunakuwa na uhakika wa fursa ya afya za watu, fursa ya afya yako, watoto wako, wajukuu wako, vilembwe na vilembekeze. 6, kutakuwa na fursa ya uhakika wa kupungua kwa sumu katika ardhi, katika maji na vyakula. 7, kuna fursa na uhakika wa kukua kwa kitu kinachoitwa kiwango cha furaha. Wazungu wanaita happiness index. Furaha sio tu utajiri, sio tu uchumi, sio tu GDP au gross national product. Gross happiness index. Unaangalia watu wanatabasamu, watu hawakununa, akili zao afya ya akili inazidi kuwa bora. Sasa hivi afya ya akili za watu wengi hasa Tanzania inazidi kudorora kutokana na mambo mbalimbali yanachangia. Lakini namba 8, kuna kuwepo na fursa za uwepo wa amani baada ya haki kutendeka. Vita dhidi ya vita kwa ajili ya kutafuta mafuta. Tunapoona jinsi Donald Trump kule Venezuela na huko sijui wapi Misri na mambo ya maji. Tunaona kuna mto unaitwa Nile unaoanzia ziwa Victoria. Wanasema bila Nile hakuna Misri. No Nile no Egypt. Kwa hiyo tukianza kufunga mto Nile au tukachezea ziwa Victoria, vita dhidi ya Afrika Mashariki itaibuka mara moja. Manake watu wa Misri hawana maji ambayo wanaweza kategemea ya uhakika, ni hayo ya mto Nile. Lakini namba 9, kutakuwa kuna fursa ya uhakika wa makazi bora na endelevu kwa miaka na miaka ijayo. Nimalizie mada yetu ya leo inayohusu afya ya udongo, afya ya ardhi na nini kifanyike. Sasa nini kifanyike katika mwaka huu 2026 na miaka mingi ijayo? Namba 1, tunaitwa kuwajibika katika kuponya ardhi, kuponya udongo kwa mtindo wa maisha yetu, kwa mitindo ya uzalishaji, kwa mitindo ya kukua kwa uchumi na teknolojia. Huu ni wajibu wangu na wako na wa kila mwanadamu. Namba 2, wanadamu wote tunapaswa kuepa matumizi hatarishi ya mbolea za viwandani, viuatilifu na ulaji wa mbegu au vyakula vya mbegu za kisasa GMOs. Tuelewe kwamba kila mwaka mabilioni ya tani za mbolea hatarishi na tani za viuatilifu hatarishi huzikwa juu ya ardhi na ndani ya ardhi. Ardhi inalia, udongo unapiga yowe, unalia. Hivyo inahitajika uponyaji na ukombozi wa ardhi. 3, tuwekeze katika mifumo yenye afya katika kilimo ponyaji. Kilimo cha matuta kama zamani, matumizi ya mboji, kunaita green manure, kilimo cha misitu, miti rafiki ya mazingira na udongo. Turudishe kitu kinachoitwa kilimo cha matuta, kile cha contour farming. Tuwe na sera, sheria, maadili, kanuni na mipango yenye tija, yenye meno. Kuna sheria nyingi sana Afrika na Tanzania hazina meno, hazina utashi kuhusu utunzaji wa ardhi, utunzaji wa mazingira. Katika mustakabali na katika mikakati ya
uponyaji wa ardhi, kifamilia, kijumuiya, kiimani, kikanisa, kimsikiti, kimkoa, kitaifa na kadhalika. Turudishe mifumo mizuri ya kilimo cha asili. Sio kila kitu kilichokuwa katika ile mifumo ya asili kilikuwa ni cha hovyo, la hasha. Kulikuwa kuna strengths lakini kuna weaknesses. Na hivyo hivyo kilimo cha kisasa kina strengths, kina mazuri lakini kina mabaya hata mengi zaidi. 4, tuhamasishe tasnia ya nchi kuhusu haki ya ardhi. Haki ya ardhi. It is a wake up call. Wake up call. Tukionyesha pia shukrani. Tukisoma Zaburi ya 67 mstari wa 5 hadi wa 7, tunaitwa kushukuru. Tukisoma waraka wa Mtakatifu Paulo kwa Wathesalonike, waraka wa kwanza, sura ya 5 mstari wa 16 hadi 18, kumshukuru Mungu katika kila jambo. Kumshukuru Mungu katika kila jambo. Sijui ni mara ngapi wewe na mimi tumeamka tukamwambia Mungu, na kushukuru kwa hapa nilipokanyaga, na kushukuru kwa hiki chakula ninachokula sasa ambacho kimetoka kwenye ardhi yenye afya, na kushukuru kwa chakula nitakachopata mwakani kitakacholimwa kwenye ardhi. Chakula hakilimwi mbinguni wala hewani, kinalimwa ardhini, na ardhi lazima iwe na afya. 5, tujali na kulinda uzuri na rutuba ya ardhi, ya udongo. Kuna ile hati ya Papa Yohane Paulo wa 13, kwa Kilatini iliitwa Pacem in Terris, peace in the world, amani duniani. Ilikuwa ni kwa ajili ya faida ya watu wote. Leo hii kuna kirusi kimeingia duniani, kimeingia kwenye uchumi, kimeingia kwenye siasa. Watu wanatafuta tu faida ya watu wachache, ubinafsi uliokubuhu. Kwa hiyo hata ardhi leo hii inatumika kwa ajili ya makampuni au kwa ajili ya watu wanaotaka faida kwa ajili yao wenyewe, faida ya kifedha, faida ya kiuzalishaji na kadhalika, ya kimapato. Mwisho, Mtakatifu Augustino wa Hippo mwaka 354 alizaliwa, aliwahi kusema, uzuri wa ardhi, uzuri wa bahari, uzuri wa milima, uzuri wa miamba, uzuri wa madini, uzuri wa hewa, uzuri wa mabonde ni viashiria, ni vidokezo vya uzuri wa Mungu aliye mzuri zaidi na zaidi na zaidi.